mpendwa mtazamaji wa Lwinda TV Media pote ambapo unatufata, sisi tunakupenda, tunakujali kwa sababu uko mwaminifu kwa matangazo yetu. Karibu kufata taarifa kwa ufupi zetu za siku ya leo ambazo zitagubikwa na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali ya usalama ambayo inaendelea Mashariki ya Kati. Vita vikubwa. Mpendwa mtazamaji, usikose kusubscribe, kulike, kukomenti channel hii na kushare kwa watu wengine ili wao wanapata habari zenye kuaminika na zenye uhakika zaidi. Moja kwa moja tunaanza taarifa zetu za habari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vikali ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu uliotokea wakati wa uvamizi wa mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini na kundi la waasi wa AFC M23. Ripoti hiyo iliwasilishwa mjini Kinshasa na waziri wa haki za kibinadamu Samuel Mbemba. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 1500 wameuawa, takriban wanawake 14400 wamefanyiwa ukatili wa kingono, karibu watu 30,000 wamekimbia makazi yao, yani wakimbizi wa ndani. Hatari nyingine kubwa, zaidi ya watoto 12,000 wameathirika. Wengi wameacha shule, wengine wamepata msongo wa mawazo yani trauma, baadhi wametenganishwa na familia zao. Kuna taarifa za uwepo wa makaburi ya pamoja, jambo linaloashiria uwezekano wa mauaji ya halaiki. Hii inaonyesha hali mbaya sana ya kibinadamu katika eneo la Uvira. Vitendo kama mauaji, ubakaji na kulazimishwa kuhama ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na haki za kibinadamu. Ripoti kama na hizi mara nyingi hutumiwa kuitaka jumuiya ya kimataifa kuweza kuchukua hatua. Tutoke tarafani Uvira tujielekeze katika ziwa Kivu. Ajali ya chombo cha majini katika ziwa Kivu, mtu mmoja afariki, zaidi ya watu 22 waokolewa, wengine wengi hawajulikani walipo. Tukio jingine la kusikitisha limetokea jioni ya Jumanne ya tarehe 7 Aprili mwaka 2026 katika ziwa Kivu. Mtumbwi wenye injini uliokuwa ukisafirisha abiria kutoka soko la Sakiro lililopo katika eneo la Ijwi kuelekea Makengere katika eneo la Kale ulipinduka majini ukiwa na idadi kubwa ya abiria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya wenyeji, zaidi ya watu 22 wamefanikiwa kuokolewa na kupatikana katika vijiji mbalimbali vilivyo kando ya ziwa vikiwemo Mwewa, Chomvi, Bukanyi, Nyamishonga, Nyabibwe na Kanenge. Kwa masikitiko makubwa, mtoto mmoja amethibitishwa kufariki dunia baada ya kupatikana majini, huku watu wengine wengi kadhaa bado hawajulikani walipo na wanaofia kupotea ndani ya maji. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa mawimbi makubwa ya ziwa huenda ndiyo yalikuwa chanzo kikuu cha ajali hiyo. Mtumbwi huo pamoja na mizigo yote iliyokuwa imebeba ilizama kabisa ndani ya maji. Hadi sasa juhudi za uokoaji na utafutaji zinaendelea kufanyika, huku hali ya huzuni na majonzi ikitawala miongoni mwa familia na jamii zilizoathirika na tukio hilo. Tumalize taarifa yetu hii habari kwa ufupi na habari itokako huko Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati bado ni eneo lenye migogoro mikubwa duniani, likikumbwa na kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama, kisiasa na kibinadamu. Vita kali ya Israeli na kundi la Hamas vinaendelea na kuifanya Gaza kuwa katika hali mbaya sana ya kibinadamu, huku miundombinu mingi ikiwa imeharibiwa. Mvutano kati ya Iran na Israel unaongeza hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi vitakavyohusisha mataifa na makundi mengi. Mashambulizi ya waasi wa Houthi katika bahari ya Sham, Red Sea, yanasababisha usumbufu katika njia muhimu za biashara ya kimataifa, jambo linaloathiri uchumi wa dunia. Pia mapigano kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon yaongeza hofu na kufunguliwa kwa uwanja mpya wa vita. Licha ya jitihada za kimataifa, bado hakuna suluhisho la kudumu linalopatikana. Kwa sasa mgogoro huu umevuka mipaka ya Gaza na kuwa tishio kwa utulivu wa dunia nzima.
Kwa nini hali hii mbaya inaendelea? Vita ya Gaza imesababisha vifo vingi na ukosefu wa chakula, maji na huduma za afya kwa raia. Hatari ya vita kupanuka, Iran ikiingia moja kwa moja au makundi kama Hezbollah yakiongeza mashambulizi. Vita inaweza kuenea nchi nyingi zaidi. Hatari kwa dunia. Mashambulizi katika bahari ya Shamu yanaweza kupandisha bei ya bidhaa duniani kwa sababu meli za biashara zinachelewa au kubadilisha njia. Kwa nini dunia inahangaika? Mataifa mengi yanahofu kwamba mgogoro huu unaweza kugeuka kuwa vita kubwa ya kikanda au ya kimataifa. Ni hapa tumefika mwisho wa taarifa yetu kwa ufupi siku ya leo, ambacho inatoka katika kitengo hichi cha habari cha Lwinda TV Media. Usikose kusubscribe, kulaki, kukomenti kazi zetu na kushare kwa wengine, ili wao wanapata kazi zenye uhakika na zenye kukamilika zaidi.